Ndugu watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu kutoka kwa hichi kituo chako pendwa cha Tanzania News Today, mahala ambapo unapata taarifa zetu ambazo zimeweza kufanyiwa uhakiki, investigation, kisha tunakuwasilishia taarifa ambazo zinanifikia mtazamaji wangu. Nchi yetu ya Tanzania inaongozwa kama mali ya mtu mmoja ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Kama yeye hayupo kusaini mikataba au kufanya mahojiano au mazungumzo kwa niaba ya taifa, lazima mtu wa familia yake awepo kwenye hayo mazungumzo. Kwenye taarifa ambazo ninapokea sasa hivi na mtu ambaye yuko ndani ya serikali, ndani ya Ikulu, amechafuka na amechefuka, anahisi kutabika kutokana na yale ambayo yanaendelezwa na utawala huu wa Samia. Mtoa siri mwenye ameniambia niweze kubana jina lake ananiambia Bwana Ezra, mtoto wake Samia Suluhu Hassan mwenye anaitwa Abduli aliweza kuongozana na wajumbe wa taifa kuelekea Katari kuuza dhahabu ya akiba ya Tanzania. Sasa kitu ambacho kinanishangaza, huyu mtoto wa Samia mwenye hana cheo chochote anaongoza wasomi katika hii serikali ambayo waliweza kumwaga damu wakaingia madarakani. Huyu mtoto wa Samia hana cheo. Sasa anaongozaje gavana wa Boti? Anaongozaje Delphine Magere, mtu wa TIS? Anaongozaje Tutuba ambaye ni gavana kuelekea kutafuta bei ya dhahabu ya taifa? Kwa sababu ninaelezwa hivi, Abduli auza dhahabu za benki kuu Boti. Zile dhahabu za benki kuu tayari zimeuzwa kule Katari, Uharabuni. Mwenyekiti wa mnada wa kuuza alikuwa Abduli Hameiri, mtoto wa Samia aliyeongoza ujumbe wa Tanzania. Walioambatana na Abduli naye ni Akaro kutoka Boti, benki kuu Tanzania, Tutuba ambaye ni gavana, Delphine Magere ambaye ni TIS, kipenda mmoja wa TIS, usalama wa taifa. Sasa mtoa siri ananiambia Bwana Ezra, pasha hii sauti ifikie watu wengi. Tangia lini mtoto wa rais akaongoza ujumbe wa kuuza rasilimali za nchi? Na mtoa siri wa pale serikalini ananiambia kwamba Samia anaikojolea hii nchi yetu ya Tanzania. Kuuza dhahabu sio mbaya, sababu kuna kipindi ambacho ilikuwa ni Januari pale, serikali hii ya Samia ilisema kwamba wanapania kuuza kiasi cha dhahabu ya nchi, gold reserve.
ili kupata pesa za miundombinu, infrastructure. Na nimekueleza kwamba kuuza dhahabu sio mbaya. Kila nchi iko na dhahabu za akiba, gold reserve. Hizo dhahabu wakati mwingi zinatumika wakati wa dharura, wakati ambapo nchi haina fedha, wanaweza wakauza zile akiba au kiasi cha akiba za dhahabu ili kupata pesa kufanyia shughuli za serikali, kuendesha serikali au kufanyia maendeleo. Lakini sasa kikwazo, wananchi wanauliza, Abduli Hameiri yuko na cheo kipi? Hana cheo katika nchi hii, na wadau wanaeleza kuwa aliongoza msafara kuelekea kuuza gold reserve zetu, akiba za dhahabu zetu upande wa Katari. Sasa mbona gavana wa Boti akubali kuongozana na mtoto wa Samia? Yuko na cheo kipi? Haimaanishi tu kwamba kipindi ambapo wewe ni mtoto wa rais unahusika kwenye masuala ya uendeshaji wa taifa. Wananchi hawakukupea wewe mtoto wa rais mamlaka. Mtu mwenye alipewa mamlaka ya kuongoza nchi ni rais, na wala sio mtoto wa rais. Sasa wananchi wanauliza hivi, Bwana Ezra, hizi pesa ambazo hizi akiba za dhahabu ziliweza kuuzwa, zile pesa ambazo zilipatikana kutoka pale, ziliwekwa kwenye benki ya taifa au zilienda kwenye mfuko wa mama ambaye ni Samia? Hizi pesa ambazo walizipata kwa kuuza hizi dhahabu upande wa Katari ziliwekwa kwenye hazina au mfuko wa mama Samia? Kwa sababu huu ni kama uozo, kipindi ambapo taifa linaongozwa kama kioski cha mtu, na inabidi tuwe serious, tuwe makini sana, kwa sababu mambo mengine yanahitaji umakini. Tusije tukakubali kila kitu kinauzwa. Ndio, kuuzwa si vibaya, naomba msininukuu vibaya, kuuzwa si vibaya, lakini mbona mtoto wa Samia awepo pale? Hilo ndilo swali. Na ni kweli tarehe mwezi wa Januari serikali ilitangaza kwamba watauza akiba au kiasi cha akiba cha dhahabu ili kupata pesa za maendeleo. Kwa kiasi ambacho serikali ilisema kwamba wako na kiasi cha dhahabu yenye inatosha dola bilioni 1.3 ambazo ni kiasi cha shilingi trilioni 3.3 za Kitanzania. Sasa serikali ilikuwa inataka kuuza kiasi tu cha dhahabu hizo ili kupata pesa za maendeleo, kwa sababu kulingana na serikali inasema kwamba misaada ambayo walikuwa wanapata kutoka rubaa za kimataifa
iliweza kupungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo lazima waweze kutafuta namna nyingine ya kupata hela ambazo zitafanya maendeleo. Mnaelewa, mataifa makubwa makubwa kama vile Marekani, Ulaya waliweza kusimamisha misaada yao kuja Tanzania, haswa baada ya hii serikali ya Samia kuhusika kwenye mauaji makuu katika uchaguzi uliopita, au katika kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi mwaka uliopita, mahala ambapo wananchi waliokuwa wanapinga kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi walitolewa uhai kinyama. Hasa wakasema kwamba wale watu wa misaada wamekataa kutupea. Sasa kuna kile ama kuna ile akiba ya dhahabu ambayo tuko nayo, tunapaswa kuitoa kiasi tuende tukauze tupate pesa za kufanyia maendeleo na shughuli mbalimbali. Lakini sasa tatizo ni pale ambapo mtoto wa Samia anahusika kwenye haya mambo. Huyu mtoto Bwana Abduli hana cheo chochote kwenye hii serikali. Itawezekanaje anaongoza wasomi, anaongoza wateule wa serikali, wapambe wa serikali kuwafanyia kazi, ama wapambe wa serikali ambao wanasaidia kufanya kazi serikali? Itawezekanaje anawaongoza kwenda kuuza dhahabu ya serikali? Na je, ni kiasi kipi cha hela ambazo ziliweza kuenda kwenye akiba ya Samia? Na kama hakuna akiba ambazo ziliweza kutuma kwenye akaunti za Samia, mbona mtoto wa Samia wakaandamana na hili jopo ambalo lilienda kuuza dhahabu ya nchi? Kuna maswali hapa. Tusipochunga tunaweza hata tukapigwa mnada, tunaweza hata tukauzwa bila kujua, tusipochunga. Kwa hivyo lazima tuwe makini sisi kama Watanzania. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Zidi kusubscribe, zidi kulike video. Nitakuwa nahakikisha kwamba unapata zile taarifa ambazo zinaendelea. Asanteni sana.